Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Mjini Kinshasa, Brazzaville na Bangui itakuwa ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tunakuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti na mazingira. Jina langu ni Edith Peter. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika hapo Kwale, Kilifi, Taita Taveta na Lamu, eneo zima la pwani. Hapo Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM Radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini, pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Wasikilizaji wetu wa Uganda sasa tupo kwenye Jogoo 93.8 FM inayopatikana maeneo ya Mbale, Iganga, Mayuge, Malaba na mpakani Busia. Pia baadhi ya maeneo ya Kisumu nchini Kenya. Ni Jumanne, Aprili 28. Hii leo mamlaka za DRC na Marekani zimeafikiana kuunda kikosi maalumu kulinda migodi mashariki mwa nchi. Madini ndio kitu kikuu sana yenye inji zote za ulimwengu zinapata ndani ya nchi yetu ya Kongo. Ikuwe wa Amerika, ikuwe sijue watu wa Faransa, hata Rwanda na watu wake wote wanafuata madini ndani ya Kongo. Yafasa sisi wenyewe kati yetu tujifunze namna gani kuweza kuchunga hii madini mzuri. Ndio kwa maana nawaza hiki kikosi wanatia hapa kwenye kitaweza kuchunga. Na hawa watu waweze kulipwa vizuri, waweze kufuatiliwa vizuri, kwani tunashangaa ndani ya nchi yetu washino wanakuja wanabeba madini, watu wanakiona wanabeba madini, inasumbua sana. Kwa haya na mengine zaidi kanasi. Kwanza taarifa za habari na Gabriel Ingubu. Karibu na tuanze na Juba, Sudan Kusini. Ndege ndogo ya abiria aina ya Cessna 208 caravan ya shirika la Citylink Aviation imeanguka na kuua watu wote 15 waliokuwemo, wakiwa ni rubani na abiria 14. Watu 13 ni raia wa Sudan Kusini na 2 ni wa Kenya. Mamlaka ya anga ya Sudan Kusini SSCAA inasema chanzo cha awali huenda ni hali mbaya ya hewa. Sudan Kusini ina rekodi mbaya ya usalama wa anga, takwimu zikionyesha ajali zaidi ya 55 tangu mwaka 2011. Sababu kuu za ndege kuanguka zikiwa ni ndege chakavu, uzidishaji wa mizigo, hali ya hewa na makosa ya rubani. Adamawa, Nigeria. Watu wenye silaha wameua angalau watu 29 kwenye kijiji kaskazini mashariki mwa jimbo la Adamawa. Wanamgambo wa Islamic State wamedai kuhusika. Washambuliaji walivamia uwanja wa mpira ambapo watu walikuwa wamekusanyika, wakapiga risasi ovyo, kisha wakachoma nyumba, maeneo ya ibada na pikipiki. Eneo hilo karibu na Cameroon linasumbuliwa na magenge ya uhalifu na wanamgambo wa Islamic State. El Shafa, Sudan. Mtandao wa madaktari wa Sudan Doctors Network unaripoti maelfu ya watu wanashikiliwa na wanamgambo wa RSF katika mazingira mabaya El Shafa, Darfur. Mateka hao ni pamoja na madaktari 20, raia zaidi ya 1470 na wanajeshi 907. RSF inashutumiwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu. Puntland, Somalia. Maharamia wanashukiwa kuteka meli ya mizigo iliyokuwa ikisafirisha saruji kutoka Suez, Misri kwenda Mombasa. Meli hiyo yenye bendera ya St. Kitts na Nevis sasa iko chini ya maharamia 9 na inaelekea pwani ya Somalia. Hili likiwa ni tukio la pili ndani ya wiki moja. Mashambulizi yanajiri wakati njia za baharini zimeshakumbwa na usumbufu kutokana na kufungwa kwa mlango wa Hormuz wakati wa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Tunaanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo serikali ya nchi hiyo imeweka mwafaka mwingine na Marekani unaogusia usalama wa madini yanayopatikana kwa wingi DRC. Chini ya mwafaka wa awali kati ya DRC na Marekani, mamlaka za Washington zilipata idhini ya kuchimba madini ya cobalt na lithium ambayo ni muhimu katika kutengeneza simu, kompyuta na vifaa vya ndege. Msekedide anaarifu zaidi. Kwa mujibu wa habari zilizotolewa na serikali, lengo la kwanza la kikosi hicho ni kulenga kulinda maeneo ya uchimbaji madini, kuhakikisha usafirishaji salama wa madini na kupambana na ulaghai wa madini. Kuhusu nguvu na usambazaji,
Kikosi hicho kitakuwa na zaidi ya walinzi 20,000 wanaotarajiwa kutumwa hatua kwa hatua ifikapo mwisho wa mwaka wa 2028 katika madimbo 22 ya uchimbaji madini yanayosimamiwa na ukaguzi mkubwa wa madini IGM. Kuhusu hili, kutoka Kinshasa nilizungumza na wakili Ashile Kapanga aliyetoa maoni haya. Unajua, madini ndio kitu kikuu sana yenye inji zote za ulimwengu zinapata ndani ya nchi yetu ya Kongo. Ikuwe wa Amerika, ikuwe sijue watu wa France, hata Rwanda na watu wake wote wanafuatia madini ndani ya Kongo. Yafasa sisi wenyewe kati yetu tujifunze namna gani kuweza kuchunga hii madini mzuri. Ndio kwa maana nawaza hiki kikosi wanatia hapa kwenye kitaweza kuchunga. Na hawa watu waweze kulipwa vizuri, waweze kufuatiliwa vizuri. Kwani tunashangaa ndani ya nchi yetu washino wanakuja wanabeba madini, watu wanakiona wanabeba madini, inasumbua sana. Na waza ni kitu kizuri sana. Sasa yafaa kunakuwa msimamo ya kweli na sheria ya hii kikosi ikuwe sheria nzuri sana. Kwani sheria kwa sheria mbaya haitakuwa vizuri. Na watu wapate mshahara wao. Kwa wakati unapatia mtu kazi ya ulinzi, kama umpatie mshahara, hapa hataweza kazi mzuri. Naye Bwana Josefu Apollo, mmoja miongoni mwa wachambuzi kutoka Bukavu, alikuwa na haya ya kusema. Hii polisi ambayo inahusika na madini, kazi yayo itakuwa ni kazi gani? Kwa sababu tusisahau kwamba tangu zamani, kulingana na sheria ya madini nchini DRC, kunakuwa kitengo cha polisi pekee chenye kuhusika na masuala ya madini. Sasa pembeni ya polisi hiyo tena kunaundwa kikosi cha askari ambacho kitahusika na kulinda madini. Mimi nilichanganyikiwa kidogo, nikashindwa kuelewa. Hata hivyo, mchambuzi huyu kahisi kuwa unajua kwamba katika migodi mbalimbali zaidi sana huko sehemu za mkoa wa Katanga, ilikuwa imesemekana kwamba baadhi ya migodi inalindwa na maskari au maskari ambao tunaita garde republicaine, yani maskari wenye kuhusika na ulinzi wa rais, na ni hao wanakuwa wakipatikana zaidi sana katika migodi ya huko mkoa wa Katanga. Inamaanisha kwamba wanaposema wanaunda kikosi hicho, kwangu mimi naona kama vile ni njia mojawapo ya kuweza tu kusajili au kuofficialize au majeshi ambao tayari walikuwa wameshahusika katika ulinzi wa migodi, na japo ilikuwa ni kinyume na sheria. Tukumbushe hapa kuwa uajiri wa kikosi hiki maalumu unaanza Mei mwaka wa 2026, ikifuatiwa na miezi 6 ya mafunzo, huku kikosi cha kwanza cha operesheni kikitumwa Disemba mwaka wa 2026. Msekedide, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Ni Msekedide. Kufahamu zaidi kuhusu mpango huu wa kikosi cha ulinzi wa madini DRC, mwenzangu Anne Ngugi amezungumza na Profesa Monda, mchambuzi wa masuala ya dunia. Shukrani sana Dr. Monda. La kwanza ni kwamba nchi ya Marekani imekubali kutoa dola milioni 100 kusaidia kikosi maalum cha usalama ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ikiwemo maeneo ya migodi mikubwa kama kule Rubaya, ambayo inasemekana iko chini ya utawala wa hawa ambao wanaitwa ni waasi AFC M23 ama kundi la M23. Unaonaje kikosi hiki kitafanya kazi kwa ufanisi katika maeneo yanayodhibitiwa na hawa ambao nimewataja? Ni vigumu kutabiri, lakini itategemea kikosi hiki kitafunzwa vipi. Itategemea ni kiwango kipi cha walimu au wanajeshi toka Marekani ambao watawekwa pale, kwa sababu kihalisia tumejua kihistoria jeshi la DRC limekuwa dhaifu sana, hajakuwa na ile nidhamu kuweza kupambana na vikundi hivi kama M23. Lakini hatari nyingine hapa ni kwamba eneo hiyo ni kubwa sana na kuna misitu, kuna milima, kuna vichaka vingi. Kwa hivyo hata ukiweka jeshi pale, hivi vikundi vya waasi wamejua eneo hiyo ndani na nje. Kwa hivyo waasi wachache wanaweza kufunga hata jeshi kubwa. Nadhani ni kibarua kigumu, lakini nadhani itakuwa ni vigumu kuweza kudhibiti eneo hilo, kwa sababu kihalisia Marekani wakati huu inapambana na Iran. Wamarekani hawataki wanajeshi wao wengi waende kwenye vita vya ugenini, na nadhani kihalisia kazi hii ikiachwa kwa
jeshi la DRC, hata ingawa wapate mafunzo kutoka Marekani. Nadhani ile kupoteza nidhamu, ile hali ya ufisadi iliyotapakaa kwenye jeshi la DRC, na nadhani itaendelea kuwa changamoto, hususan tukiangazia kwamba M23 bado inapata usaidizi mkubwa kutoka mataifa jirani pale kwenye maziwa makuu. Tumepata wazo hilo, lakini pengine Bwana Monda, kwa maoni yako, je, unadhani mpango huu unaweza kufanikiwa, na kwa nini unadhani hivyo? Mimi nadhani itakuwa ni vigumu kufanikiwa. Ningependa ifanikiwe, lakini kihalisia nimekuwa eneo hilo ni eneo kubwa kwanza. Kwa hivyo hali ya kudhibiti usalama imekuwa ni vigumu. Tumejua Umoja wa Mataifa umekuwa na wanajeshi wa MONUSCO kule DRC miaka mikaka, na kiwango kikubwa cha wanajeshi hawakuweza kudhibiti hali ya usalama. Nadhani pia la pili, na hili ni muhimu zaidi, ni kwamba serikali ya Trump na serikali ya DRC kihalisia hawajaleta ile hali ya kutatua mizozo ya mle ndani, mizozo ya kikabila, mizozo ya kiusalama, mizozo ya kiukoo ambayo yameendeleza vita hivi vya kushikilia madini. Kama hutibu donda lenyewe, ni kama unaipakia tu mafuta na kujaribu kuituliza, lakini kihalisia lile donda bado linaendelea damu au linaendelea kuoza. Kwa hivyo kihalisia, ningependa ya kwamba uingiliwaji wa Marekani kwenye mzozo huu utatue masuala haya, lakini masuala haya ya kijadi, ya kihistoria, vile nimeangazia, ya ukabila, ya ukosefu wa usalama, bado nadhani ataendelea, hususan tukiangazia kwamba ni eneo kubwa sana. Pengine unadhani ni nini mkakati wa serikali ya Kinshasa katika kurejesha udhibiti wa migodi iliyo chini ya ushawishi wa AFC M23? Lakini pia kuna swala la ni nini ambacho kimefanya Trump na utawala wa Kinshasa kukubaliana, ile tunaweza kusema attraction kwa kimombo, ni nini? Madini na hali ya wasiwasi hapa Washington ya kwamba Uchina na madola mengine kama Urusi, Uturuki zitaweza kupata madini hayo kwa njia haraka. Kwa hivyo ni swala la madini, sidhani ni swala la haki za kibinadamu au kuleta demokrasia kule DRC. Upande wa serikali wa DRC hatuwezi kusahau ya kwamba ina makubaliano na Marekani kupata hao wahamiaji waliofurushwa hapa Marekani kwenda DRC. Kwa hivyo kuna mwingiliano hapo ya kwamba serikali ya DRC inapata kitita kikubwa cha pesa kukubali hawa wahamiaji waliofurushwa kutoka Marekani, waliosema, Trump mwenyewe amesema ni watu hatari, majangili, anawaita majangili. Kwa hivyo DRC imekubali kuwachukua. Hilo ni changamoto la kwanza, na changamoto nyingine ni kwamba pia nadhani serikali ya Kinshasa kusema kweli imeshindwa njia zozote zile za kuweza kudhibiti hali ya usalama kwenye maziwa makuu. DRC ni dola kubwa sana, na nadhani ya kwamba hii ni mtindo tu wa kisiasa ya serikali ya Tshisekedi kujaribu kuweka mzigo wa usalama kwenye mgongo wa Marekani. Lakini hali ya kuleta utulivu DRC lazima itoke kwa wakongomani wenyewe, na lazima litoke na uwiano na makubaliano kati ya wakongomani na Rwanda na Uganda na mataifa jirani. Kuleta mtu kutoka New York ama Washington, iwe mwanajeshi, iwe mamluki, kuja kusaidia kwa njia za kijeshi, sidhani italeta hali ya utulivu, kwa sababu huu mzozo sio tu mzozo wa kijeshi, ni mzozo wa kiimla, ni mzozo wa kikabila, na hali hii imeleta mzozo mkubwa kwa sababu ya haya madini yenye dhamani kubwa. Kinachosikitisha ni kwamba ni raia wasio na hatia, raia wa DRC wengi ambao wanakufa na wanapata taabu kila kukicha.
Naam, shukran sana Dr. Monda ukiwa Marekani kwa kuweza kutuchambulia hali na masuala haya yanayofungamana na jinsi ambavyo Marekani wamekubaliana na utawala kule Kinshasa kuhusu kukomeshwa kwa vita. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kuchangia kwenye makala haya. Mimi ni Edith Peter. Ukiwa Afrika Kusini unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM Radio pale Johannesburg kila siku. Pia inapatikana kwa masafa marefu. Sasa matangazo yetu yapo kwenye redio ya Jamii Kivu, inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa DRC. Pia inasikika kwenye baadhi ya mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye redio Rwanzururu RTR Beni, ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubelo na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundi Bugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Chama cha upinzani nchini Tanzania Chadema kimepuuzilia mbali ripoti ya Jaji Chande Othman kuhusu vurugu na mauaji ya Oktoba 29 wakati wa uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka 2025, kikisema haijatoa haki kwa waathiriwa wala kuwabainisha kikamilifu waliohusika. Shisia Wasilwa amezungumza na kiongozi wa upinzani na makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Heche. Mheshimiwa Heche, ripoti ya Jaji Chande inaeleza nini kuhusu waliohusika na mauaji ya Oktoba 29, na je, mnakubaliana na hitimisho lake? Shisia, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi hii. Kwanza kabisa, msimamo wa chama chetu, hatuitambui hiyo tume kwa sababu aliyeiunda ambaye ni Samia Suluhu Hassan hana uhalali wa kisiasa, kisheria na kimaadili, kwa sababu yeye alijipachika mamlaka ya nchi hii bila kuchaguliwa na wananchi kwa kutumia mtutu wa bunduki, na wakasababisha maafa yote hayo kwa sababu ya kuiba uchaguzi. Lakini vile vile vyombo vinavyotuhumiwa ni vyombo vya dola vilivyofanya yale mauaji, ikiwemo polisi. Ripoti inapendekeza hatua za kisheria zichukuliwe. Je, una imani serikali itatekeleza mapendekezo hayo kwa haki na uwazi? Taarifa ya tume inapokuwa ya uongo, kwa hiyo hata hatua zozote zinazoweza kuchukuliwa zitakuwa hatua za uongo. Kwa hatutegemei vyombo vya dola ambavyo vilifanya yale maovu vijichukulie hatua. Mathalan, mpaka sasa viongozi wote akiwemo IGP ambaye ni mkuu wa jeshi la polisi, akiwemo mkuu wa majeshi, akiwemo mkurugenzi wa usalama wa taifa, bado wako ofisini. Kwa hatutegemei hawa watu wawajibishwe, kwa sababu lengo la hii tume lilikuwa ni kufunika uchafu. Kwa mtazamo wako, ni mapungufu gani ya mfumo wa uchunguzi yanayochangia vurugu hizo na yanapaswa kurekebishwaje kabla ya chaguzi zijazo? Sisi tutakuwa tayari kuunga mkono tume ambayo itaundwa kwa ajili ya kutafuta ukweli, na sio tume ambayo itakuja kuficha ukweli. Na tume ambayo sisi tunaweza kuiunga mkono ni tume ya kimataifa ambayo itaundwa na vyombo aidha Umoja wa Afrika au UN, au tume itakayoundwa na SADC au itakayoundwa na Commonwealth, ambayo itakuja kutafuta ukweli wa kilichotokea. Kwa sasa hii tume hatuwezi kuiunga mkono, hatukiunga mkono na hatukubaliani kuipa ushirikiano wa aina yoyote. Ni mapungufu gani ya mfumo wa uchunguzi yanayochangia vurugu hizo? Tangu mwaka 1992 vilivyoanza vyama vingi vya siasa, tumekuwa tukidai katiba ambayo itatuwezesha kuwa na tume huru. Hii tume iliyopo ambayo inaitwa tume huru ni tume ambayo rais anateua mwenyekiti wa tume, rais anateua wakurugenzi wote, rais anateua kila mtu, anateua wale viongozi wanaosimamia kura kwenye zile wilaya, ambao wengi ni watu wanaotokana na chama chake. Ndio maana walikaa wakapika matokeo. Wewe na mimi na watu wengine wote wanajua tarehe 29 hakukufanyika uchaguzi. Ni hatua gani chama chako kinapendekeza ili kuhakikisha haki kuathiriwa na kuzuia kurudiwa kwa matukio kama hayo siku zijazo? Mapendekezo ambayo sisi tunatoa kuhusu athari za waathirika ni kwamba hawa watu hawajali wananchi. Ndio maana ukimsikiliza hata Samia alipokuwa anazungumza siku tume inatoa ripoti, amesema watafidia watu waliopoteza mali
na wale waliopoteza viungo, lakini hajazungumza fidia ya aina yoyote kwa watu wengi kwa maelfu waliouawa, ambao wameuawa na vyombo vya dola. Hakusema chochote kuhusu fidia ya hao watu. Sasa sisi tunaendelea kusukuma na chama chetu kiko kwenye vikao vya kamati kuu. Baada ya kamati kuu ya leo, chama kitatoa position rasmi, lakini tutahakikisha tunasukuma ili watu wote wapate fidia ya madhara na madhira waliosababishiwa na serikali. Ni kiongozi wa upinzani na makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche akiyakamilisha mahojiano hayo na mwenzangu Shisia Wasilwa. Nchini Kenya, mahakama kuu imeanza kusikiliza kesi iliyowasilishwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua kupinga utaratibu uliotumiwa kumwondoa wadhifa wake. Bwana Gachagua amesema mabunge ya Kenya, bunge la kitaifa na baraza la seneti hazikufuata utaratibu wa kikatiba katika kumwondoa madarakani. Anaomba mahakama ichunguzi kwa kina makosa aliyotuhumiwa na kuamua endapo yalifikia vigezo vilivyowekwa na katiba kumwondoa madarakani. Amesema Gachagua hataki kurejea kwenye wadhifa wake huo, lakini serikali ishurutishwe kutoa fidia kwa kumwadhibu pasi na makosa. Nyota Suleiman anafuatilia kesi hiyo mjini Nairobi na hii hapa taarifa yake. Kwa mtazamo wa kikatiba na kisiasa, kesi hii inazua masuala matatu makuu. Kwanza ni uhalali wa mchakato wa kumbandua uliotumika katika bunge la kitaifa na bunge la Senate, hasa tuhuma za ukiukwaji wa taratibu, kasi ya mchakato mzima wa kumbandua ofisini na upungufu wa ushirikishwaji wa umma. Aidha, kuna swali la iwapo kiongozi aliyeondolewa madarakani ana haki ya kupokea mshahara na marupurupu kamili iwapo mchakato wake utabainika kuwa batili. Evans Omoto ni mtaalamu wa sheria nchini Kenya. Baadhi ya vifungu vya katiba ambavyo vinaweza kuangaziwa na mahakama ili kumpa nafasi ya mlalamishi kuweza kufidiwa ni kama chapter 4 of Kenyan Constitution ambayo inazungumzia Bill of Right. Kuna article 22 ambayo inazungumzia kuhusu enforcement of Bill of Right. Article 23 inayozungumzia kuhusu mamlaka ya koti ya kuamua fidia, na vile vile article 47 of fair administrative action vile vile pia inaweza tumika pale kuweza kuangazia hilo swala la kufidiwa. Kwa mujibu wa sheria za Kenya, naibu rais anayehudumu ana haki ya marupurupu makubwa baada ya utumishi, yakiwemo pensheni inayokadiriwa kuwa takribani 80% ya mshahara wa mwisho, pamoja na makaazi, ulinzi na matibabu, usafiri na marupurupu mengine ya serikali. Kesi hii inadai kuwa stahiki hizo zinafaa kuzingatia kipindi chote kinachogombaniwa pamoja na fidia ya kuondolewa madarakani. Kwa hivyo kutaka kutoka kwa kurudishwa afisini hadi kutaka fidia, ni dhahiri shahiri kuwa wanakubali kwamba kurudishwa kwake katika ofisi ni vigumu. Na vile vile kauli kama hiyo ama ombi kama hilo huweza kupunguza ule uwezo wa kufutilia mbali kuondolewa kwake afisini. Kulingana na wachambuzi wa masuala ya kisheria, kesi hii inachukuliwa kama sehemu ya mjadala mpana unaojitokeza katika demokrasia za kikatiba, ambapo viongozi wa ngazi za juu hupinga maamuzi ya bunge mahakamani wakidai ukiukwaji wa haki za kikatiba. Mara nyingi kesi kama hizi hujaribu imara wa mahakama na mipaka mamlaka kati ya mihimili ya serikali. Kesi hiyo itaendelea kusikilizwa Mei 7 na inatarajiwa kuweka msingi muhimu wa kisheria kuhusu athari za kifedha za kuondolewa kwa viongozi wa juu wa kisiasa kupitia michakato ya kubanduliwa madarakani nchini Kenya. Athari kubwa inayoweza kusababishwa na shughuli kama hii ni kwamba athari inayojitokeza hapa ni athari ya kisheria, athari ya kisiasa na hata kutoa afisi za serikali. Nyota Suleiman, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Nairobi. Ni Nyota Suleiman. Leo katika tahariri yetu tunaangazia hatua muhimu inayoweza kubadilisha mwelekeo wa nishati barani Afrika. Aliko Dangote ameibua mjadala mpya baada ya kuhimiza uwekezaji wa pamoja katika ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta Afrika Mashariki, huku nchi za Kenya, Uganda, Tanzania na Sudan Kusini zikionyesha nia ya kushirikiana. Je, huo ndio mwanzo wa Afrika kujitegemea na kujinasua kutoka utegemezi wa mafuta ya nje? Sikiliza tahariri inayoeleza fursa, changamoto na mustakabali wa hatua hii muhimu. Uamuzi wa mfanyabiashara na raia wa Nigeria Aliko Dangote
Kuwekeza katika ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta katika ukanda wa Afrika Mashariki ni hatua yenye uzito mkubwa kwa mustakabali wa bara la Afrika. Kwa muda mrefu nchi nyingi za Afrika zimekuwa zikitegemea uagizaji wa mafuta yaliyosafishwa kutoka nje, hali inayozifanya kuwa katika hatari ya kuyumbishwa na migogoro ya kimataifa, kupanda kwa bei na mabadiliko ya kisiasa yasiyotabirika. Katika muktadha huo, ushirikiano wa nchi za Kenya, Uganda, Tanzania na Sudan Kusini kuwekeza pamoja kwa mradi wa kiwanda hicho ni ishara ya mwamko mpya wa kiuchumi na kisiasa. Ni uthibitisho kwamba Afrika inaweza kuamua hatima yake kwa kutumia rasilimali zake yenyewe badala ya kusubiri suluhisho kutoka nje. Dangote, ambaye tayari ameonyesha mafanikio makubwa katika sekta ya nishati nchini Nigeria, amesisitiza wazi kuwa fursa zilizopo barani Afrika ni kubwa na iwapo nchi zitaamua kushirikiana. Kauli yake inaakisi ukweli kwamba changamoto nyingi zinazolikumba bara hili si ukosefu wa rasilimali, bali ni ukosefu wa mshikamano na maono ya pamoja. Faida za ujenzi wa kiwanda hiki Afrika Mashariki ni nyingi. Kwanza, itapungua utegemezi wa uagizaji wa mafuta kutoka nje ya bara, jambo ambalo litasaidia kudhibiti bei za nishati katika soko la ndani. Pili, mradi huu utafungua ajira kwa maelfu ya vijana kuanzia katika ujenzi hadi uendeshaji wa kiwanda. Tatu, utaongeza mapato ya serikali kupitia kodi na mauzo ya bidhaa za petroli ndani na nje ya ukanda. Zaidi ya hayo, uwekezaji huu utachochea maendeleo ya miundombinu na sekta nyingine zinazohusiana kama vile usafirishaji, usindikaji, uhifadhi wa mafuta na viwanda vidogo vinavyotegemea bidhaa za petroli. Hii ni fursa ya kipekee ya kuanzisha mnyororo mzima wa thamani ndani ya bara badala ya kuendelea kuuza malighafi na kununua bidhaa zilizoongezwa thamani kutoka nje. Hata hivyo, mafanikio ya mpango huu yatategemea nidhamu ya usimamizi, uwazi na manunuzi yenye dhamira ya kweli ya kisiasa kutoka kwa nchi husika. Historia imeonyesha kuwa miradi mingi ya pamoja barani Afrika imekwama kutokana na tofauti za kisiasa, urasimu na manunuzi yasiyofaa na ukosefu wa wajibikaji. Kwa hiyo, hatua ya Dangote na ushirikiano wa nchi za Afrika Mashariki unapaswa kuigwa na kuungwa mkono kwa vitendo, si maneno tu. Ni wakati wa Afrika kuachana na utegemezi usio wa lazima na kujenga mifumo imara ya kujitegemea kiuchumi. Huu si tu mradi wa kiwanda cha kusafisha mafuta, ni alama ya matumaini mapya barani Afrika na ni ishara kwamba Afrika inaweza kujitegemea yenyewe, kukabili changamoto za kimataifa na kujijengea mustakabali imara kupitia umoja na ushirikiano thabiti. Tegea tahariri ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika kila siku, ambapo huangazia masuala muhimu kuhusu bara letu la Afrika. Ikiwa unajiunga nasi, shukrani na karibu. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Waalike marafiki na watu wa karibu kujiunga na idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Subscribe, yani ujiunge na YouTube yetu. Sote tu familia moja, sauti moja Mwafrika. Wasikilizaji wetu wa Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema No City inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Ukiwa hapo mashariki mwa DRC, unaweza kutupokea kupitia redio washika. Radio Ngoma ya Amani Fizi inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini, na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa hapo Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Asanteni wote kwa kuchangia matangazo ya leo. Ni hayo tu kwa leo. Jiunge nasi kila siku saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Ni hayo tu kwa leo. Jina langu ni Edith Peter. Kwa heri kwa sasa, jioni njema.